Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, tunaendelea na somo letu la fiqh katika kitabu chetu hiki Al-Fiqh Al-Muyassar kwenye mlango wa 7 ambapo anwani yake inasema fi salati jamaa. Mlango wa 7 unaelezea fi salati jamaa. Maelezo ya kwenye mlango huu wa 7 yataelezea juu ya umuhimu wa swala ya jamaa, na wafihi masail, na kwenye mlango huu kuna masaili mengi tutakayoyasoma. Na Sheikh ameanza akisema al-mas'alatu al-ula, mas'ala ya mwanzo katika hayo mengi. Al-mas'alatu al-ula, masala ya kwanza katika hayo masala mengi, atazungumzia fadlu salati al-jamaa wa hukmuha. Fadlu salati al-jamaa wa hukmuha. Ataelezea Sheikh hapa fadla ya swala ya pamoja, fadla ya swala ya jamaa. Swala ya jamaa ni swala inayosaliwa kwa pamoja, sio mtu peke yake, lakini ataelezea hukumu na hukumu ya swala ya jamaa. Sheikh aka nambari 1 anasema fadhluha, fadhla ya swala ya jamaa. Msije mkasahau kwamba swala ya jamaa imewekwa kisheria, atakuja kusema nadhani hapo inshallah, lakini pia vile vile ni alama miongoni mwa alama za Uislamu, kiasi kwamba katika vitabu vyetu vikubwa vya Kishafiia kwenye muadhab, kwenye mlango huu wa swala, anasema maneno mazito ambayo hayasemwi kwenye mimbari na wala hayasemwi kuambiwa raia wa kawaida, yani Waislamu wa kawaida hawaambii maneno yale. Yani maneno kwa kuna vitabu tunasoma, wanasoma mashehe, wanaelewa mashehe tu. Na lau kama ingekuwa yanasomwa yale maneno kwenye muadhab kwa raia hawa kawaida, yanakusudia Waislamu wa kawaida, sio mashehe, sio Waislamu, sio maimamu, angeelewa Uislamu. Anasema kwenye muhadhab, sio neno kwa neno, yani kwa ujumla, sio kwa kunukuu neno kwa neno. Anasema kama watu wa kitongoji fulani au wa kijiji fulani wa mji fulani wakawa hawakusimamisha swala ya jamaa, sheria inataka wapigwe au vita, watupambane nao mpaka wasimamishe swala ya jamaa. Yani kama kijiji hawaswali swala ya jamaa, sinaeleweka lugha hii kwa mujibu wa vitabu vile vile. Kama kijiji, kitongoji, maeneo hakuna swala ya jamaa, hawaswali swala ya jamaa msikitini, wanatakiwa tupambane nao, washambuliwe. Ndio vitabu vinavyosema. Kwa nini? Kwa sababu swala ya jamaa ni nini? Ni alama zinazojulisha uwepo wa nini? Wa Uislamu. Sina bado naeleweka. Sasa yale tunayoonyesha kusoma maimamu, mashehe basi, lakini watu wa kawaida hayafikii. Sisi mbumbumu kama sisi hatufikii. Kuna mmoja rafiki mmoja alikuwa ameenda kuchubia sehemu.
Sasa alipoenda kuchumbia, yule mchumba anauliza, "Tena wachumba wenyewe hawa 22 hapa." Auza hivi. Anasema, "Wewe ni katika wale wenye msimamo mkali eh?" Amuza, "Wenye msimamo mkali ndio wepi?" Swali wanaolazima pia watu kuvaa majuba. Na walazimisha watu kuswali. Si unaelewa maneno? Yeye Muislamu, lakini anasema na alivyokaririshwa na alivyojazwa kwamba kila anayefanyaje, anayewaambia watu wavae hijabu, kila anataka watu waswali, huyo nani? Muislamu. Ni Muislamu, ndio dini imefikia hapo. Yaani hata yale mambo ambayo sheria katika Uislamu kutekelezwa kwake, anaonekana mtu akisema nani, huu ni msiba mkubwa kusema kweli. Almas'alatu ula, masala ya kwanza, fadhlu salati aljamaa, fadhila ya sala ya jamaa msikitini, wa hukmuha, na hukumu yake. Mosi, fadhluha, fadhila ya sala ya jamaa. Anasema salatul jamaati fil masajidi, swala ya jamaa, swala ya pamoja msikitini, sha'iratun adhimatun min sha'airil islami. Sawa, swala ya jamaa msikitini ni shaira, ni alama, ni nembo min sha'airil islami, miongoni mwa nembo za kujulisha Uislamu. Kwenye kitongoji, kwenye maeneo, ikiwa watu wanatoka na makanzu yao wamevaa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wanaadhiniwa, wanaenda wanaswali jamaa, wanarudi, hiyo ni ishara na alama kwamba huo mji wa Kiislamu. Wattafaqa almuslimuna, na Waislamu wamekubaliana ala anna adaa as-salawati al-khamsi fil masajidi min a'zami at-ta'ati. Waislamu wamekubaliana nini? Ala anna adaa as-salawati al-khamsi, kutekeleza swala 5 fil masajid, msikitini, min a'zami ta'ati, ni miongoni mwa taa iliyokuwa kubwa mno. Waislamu wote wamekubaliana. Sasa unasema Waislamu wote wamekubaliana, mbona wengine ndio wanasema kwamba ukiamiza watu kuswali nini? Mswamo mkali. Huyu ajitambui. Yupo tajitambui. Lakini Waislamu ni kujielewa na kubaliana kwamba swala msikitini min a'zami taati, ni katika taa zilizokuwa kubwa zaidi. Tuko pamoja? Salatul jamaati fi masajidi, swala ya jamaa msikitini, sha'iratun, ni alama na nembo, adhimatun, kubwa, min sha'airil islam, miongoni mwa alama na nembo za uwepo Uislamu. Sawa? Na kwenye sura al-Hajj, kama nitakuwa na kumbukumbu vizuri, kuna aya imekuja ikielezea hivi. Sawa? Wattafaqa almuslimuna, na Waislamu wamekubaliana ala anna adaa salawati al-khamsi, kutekeleza sala 5 fil masajidi, msikitini, min a'zami taati, ni katika taa zilizokuwa kubwa mno. Faqad shar'a Allahu li hadhihi al-umma, Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea sheria umma huu, al-ijtima', kukusanyika, fi awqati maaluma, katika nyakati maalum. Kaika sheria nani? Allah. Faqad shar'a Allahu li hadhihi al-umma, Allah ameuwekea sheria umma huu wa Kiislamu, al-ijtima', kujumuika, kuswali pamoja, fi awqati maalum, kwenye nyakati maalum. Waislamu lazima wawe na nyakati maalum. Wanafanyaje kwenye nyakati hizo? Wanajumuika wote kwa pamoja. Nyakati hizi hivi atazisema, minha salawatul khams, miongoni mwa nyakati hizo ni zile nyakati za swala 5. Minha as-salawat al-khams, miongoni mwa nyakati hizo ni zile nyakati za swala 5, kwa maana al-fajr au subhi, saa adhuhr, al-asr, al-maghribi wal isha. Waislamu wanatakiwa
wao wanakutana kwenye vipindi hivi vitano. Uzuri wake nini? Uzuri wake sema kweli, kwenye vipindi hivi Waislamu kila wanapokutana wanakuwa na update. Sawa, mfano tumesala subuhi, yale yanayotokea usiku hapa mtapeana kipindi gani? Ya subuhi, ya unajua ile ya nini? Kuna moja sawa. Kwa hiyo anayekwenda kubarabara kake sokoni nini, anajua yaliyokuwepo maeneo yake kabla hajaenda wapi? Kabla hajaenda kibaruani kwake. Sawa? Lakini mkija tena kwenye sala dhuhuri mnapenda taarifa. Bwana kuna hili na hili na hili na hili. Mtoka la dhuhuri mnakuja tena saa ngapi? Alasiri, hivyo magharibi na isha. Sawa? Kwa ni vipindi ambavyo muhimu sana kwa Uislamu, wanapashana na kupeana habari za hapa na pale kuhusiana na dini zao. Wa salatu njuma pia na nyakati nyingine ambayo Waislamu wamewekewa sheria kukutana kwenye sala ya nini? Ya Ijumaa. Sala ambayo inasaliwa wiki mpaka wiki. Na penyewe pale wanakutana Waislamu wanapeana taarifa. Kwenye wiki hii kuna jambo 1, 2, 3. Sawa? Wa salatu Jumaa. Lakini wa salatu Eidain na sala za Eid mbili. Kisema Eid mbili tunakusudia Eidul Adha na Eidul Fitri. Eid ile ya mfungo 3 na Eid ya mfungo mosi baada ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pale utakuta kwenye sala hizo kwenye sala za Eid mbili kutokana na umuhimu wake kwa mwaka mzima. Sheria ya dini kupitia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu zimetaka watu wote watoke kwenye majumba waende viwanjani. Hadithi ikasema mpaka wanawali, mpaka vikongwe, mpaka wene hedhi, wote wanapaswa watoke majumbani waende viwanjani wakasali, ili kuleta ule umoja, kuonesha shaairi Islam. Sawa? Kwa anasema wa salatu Eidain na sala za Eid mbili zile ama siku mbili, Eidul Fitri na Eid al-Adha. Lakini pia salatu kusufi na sala zile za kupatwa kwa jua au kupata kwa mwezi, zile salatu kusufi. Pia nazo likitokea janga kama hilo, jua limepatwa, Waislamu wanafanyaje? Wanatoka na kwenda msikitini na kusali, kuonesha ishara, kuonesha alama, kuonesha kwamba wanakwenda kukutana. Sio mchezo shekhe. Jua limefanyaje? Limepatwa jua. Usiti. Watu wote mnakuwa na nini? Na hofu. Kwa mnakimbilia msikitini kwenda kutadhara, kunyenyekea, kuomba msamaha, kuomba istighfar kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili aliachie. Inawezekana akalipeleka moja kwa sawa. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmada ila yawm al-qiyamah. Akaamua usiku akupeleka moja kwa moja, ukaenda moja kwa moja mpaka siku ya kiyama vipi? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmada, hivyo kama usiku Allah anaweza akaamua kama mchana ukaenda mchana peke yake. Na kama usiku ikawa usiku peke yake vipi? Uogopi jambo kama hilo? Sasa ndio mwezi sasa amenjua sasa limepatwa, natakiwa muende msikitini. Lakini Sheikh anaendelea anasema wa a'dhamul ijtimaat, na mikusanyiko iliyokuwa mikubwa zaidi. Wa a'dhamul ijtimaat, na mikusanyiko iliyokuwa mikubwa zaidi. Wa ahamuha, na ile mikusanyiko iliyokuwa ya muhimu zaidi kuliko yote hiyo nini? Al-ijtimau bi Arafa, watu kujumuika katika viwanja vya Arafa. Sawa? Na viwanja vya Arafa viko wapi? Maka. Tunataka kama popote tu au? Haiwezekani mpaka Maka. Sawa. Tunaelewana? Wa a'dhamul ijtimaati, na mikusanyiko ilikuwa mikubwa katika mikusanyiko ni mkusanyiko gani? Al-ijtimau bi Arafa, watu kukusanyika katika viwanja vya Arafa.
na viwanja vya Arafa vina masiku maalumu. Ni masiku ya nini? Ya hija. Al-hajj ashhurun ma'lumat, hija na miezi maalum. Sawa. Kwa hiyo wanapokwenda kufanya ibada ya hija ndio wanakwenda wanakusanyika katika viwanja vya nini? Vya Arafa. Sawa Tayib. Alladhi, mkusanyiko ambao yushiru ila wihdati al-umma, mkusanyiko huu wa Arafa unaonesha sawa nini? Wihdati al-umma. Umma natakiwa kitu wihdati al-umma al-islamia, umoja wa umma wa Kiislamu. Umma wa Kiislamu natakiwa kitu hicho kimoja. Sawa. Alladhi yushiru ila wihdati al-ummati al-islamia, ambao unaonyesha ule umoja wa Kiislamu fi aqaidiha, katika aqida, wa ibadatiha, na ibada mbalimbali, wa sha'airi diniha, na alama zile na alama na alama za dini ya Kiislamu. Waislamu wote wako pale kwenye viwanja siku hiyo, wote wamevaa nguo moja nyeupe, wote wanafanana kama wanaume, no kofia, no saa. Uvai pale nguo ilifanya iloshonwa la lubege, nguo ya chini na nguo ya juu. Sawa. Zaidi ya watu milioni 2 kwenda mbele wanakusanyika kwenye viwanja vile, wanatekeleza amri ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah anaridhia hilo, anawaambia malaika, mmewaona waja wangu? Lakini kwa huzuni kubwa, Waislamu hivi leo wana mapesa, hawana mpango wa kwenda kufanya ibada ya nini? Ya hija. Mtu leo ataandaa mapesa yake, anakuambia naenda Ufaransa kwanza, naenda Dubai, naenda Omani, naenda Marekani, naenda UK, naenda wala shauku na hamu na haja ya kwenda katika mji mtukufu, wala hana. Maskini ya Mungu, mapesa yake yeye ameandaa kwa ajili ya kuyatumia kwenye mambo ya nini? Ya kidunia tu, lakini hajaandaa mapesa yake kuyatumia katika akhira yake, kwenda katika mji wa Maka, kwenda kuweka katika viwanja vya Arafa. Unaipata siku hiyo, unanyosha mikono, unaomba dua, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, anakusamehe dhambi zote. Mmeelewa? Hamjaelewa. Ngoja niongeze speed. Mwanachuoni mmoja amesema hivi, zemwina huko, mwanachuoni mmoja anasema hivi, ukijikuta wewe una madhambi mengi, sawa, ukijikuta kama na madhambi mengi, basi jitahidi mara tu baada ya swala ya faradhi ile, baki ng'ang'ania pale pale kwenye msala wako. Sawa. Ukijikuta na madhambi mengi, itakuwa saa 12 ya dhuhuri na asiri, hapa nishafanya sura. Basi sasa hivi ni swala magharibi, ng'ang'ania kwenye msala wako, fanya dhikri zile zote pale, ikiwezekana baki mpaka maisha. Kuna faida gani? Mtu anapokuwa baada ya amemaliza swala ya faradhi na akabaki katika mswala wake pale alipo, sawa, malaika wanamwambia msamaha kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unapokuwa umeketi muda mrefu, sawa, maana yake malaika wataendelea kufanya kukuombea msamaha kwa nani? Na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala la yasuna Allah ma amara wa yafaluna ma yumarun. Sasa malaika wanakuombea msamaha wewe, sinaelewa, lakini wanakuombea nini? Msamaha. Ya Rabbi, msamehe kiumbe wako huyu, msamehe. Inshallah lazima madhambi yako yatapungua kama siondoke moja kwa moja. Dhahiri. Sasa kwenye ibada ya haji, wanapokwenda kwenye viwanja vya Arafa, mahujaji wako pale, wanaponyanyua mikono muomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe dhambi, anawaachia huru na moto, anawasamehe madhambi yao. Natakaje? Yaani kama kuna faida ya dunia na akhera, ni kwenda kufanya ibada ya haji.
kwa sababu hiyo milioni yako 16, 17, 18 hata 20 ukiitoa, sawa, unapata duniani na kesho. Lakini sisi safari zingine utakazokwenda huko unapata nini? Duniani tu. Of course utakwenda labda safari za biashara hivyo, lakini safari ile kule sema kweli unatoa kidogo, lakini malipo yake ni makubwa. Sawa? Ndio maana Sheikh hapa akasema wa a'dhamu al-ijtimaa'ati wa ahammuha al-ijtima'u bi Arafa alladhi yushiru ila wahdati al-ummati al-islamiyya, mjumuiko ambao unajumuisha kwamba ule umoja wa Kiislamu. Na ndio maana baadhi ya ahlulilmi wakaona kwamba kwenye sala la Arafa basala isi yule wana Arafa yake, na hiyo yote tufute, tubaki kwenye Arafa moja tu, mambo yaende vizuri, kwa sababu kuna vitu vya msingi viko hapa. Sawa eh? Tayyib, fi aqaidiha wa ibadatiha wa sha'air dina wa shuri'at hadhihi al-ijtima'at al-'azimatu, na imekuwa sheria mikusanyiko hii katika sheria ya Kiislamu liajili masalihi almuslimin, kwa ajili ya maslaha ya Waislamu. Wa shuri'at hadhihi al-ijtima'at al-'azima, imewekwa sheria mikusanyiko hii mikubwa fi Islam, katika Uislamu, liajili masalihi almuslimin, kwa ajili ya maslahi ya Waislamu. Kuna maslahi gani ya Waislamu? Kuna maslahi mengi kwenye mijumuiko hii. Mmeelewa? Tunakupeni mmoja tu, na nyinyi mashahidi kila siku mnaona. Sawa, tunakuja kusali sisi ya sala ya dhuhuri ama asr au maghrib. Kuna mwenzetu amekwama, kashatoka asubuhi kaenda kapiga mishe zake huko, lakini ana hola, sio? Anakuja kusali wapi? Anakuja wapi? Magharibi, sio? Akifika hapa, aidha kama kuna msikiti wenye taratibu, anamfuata nani? Anamfuata imamu kiongozi alikuwepo. Asalamu alaykum, mimi leo hali yangu sio barabara, nimeenda kwenye zege, lakini bosi akasema mtandao wa kamati nimerudi na 500 kufika kwangu Kusembule, naombeni mpige tafu. Sasa yule mwenye huruma anafanyaje? Anatoa 5,000, 10,000, anamsaidia, hatimaye anapata unga na rudi. Sawa? Imagine ungekuwa hakuna makusanyiko ya Waislamu kwenye kipindi hicho, wana huko barabarani, kila mmoja kwa stendi anahangaika, anadoa daladala kwenda kwake, angemuomba nani? Sinaeleka. Ni mnaona mashahidi sengine, mtu mmeanza kusali anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi, ndugu nimekwama leo, hali tete. Faida yote kaipata nini? Kwa sababu kuna mjumuiko wa ndugu zake kina nani? Waislamu. Kwa hivyo na mijumuiko hii ni kuna fakta, kuna maslahi kwa Waislamu. Miongoni mwa maslahi hayo nataja fiha tawasulu bainahum, wanakuwa na mawasiliano kati yao. Mimi nilikuwa nimemuuliza ndugu yangu pale leo, Kilangai sijamuona leo siku ya 3 ya 4. Huyu Kilangai yuko wapi? Sijamuona. Mara hapa leo anatokea. Kumbe alikuwa anamshemisha zake. Sasa ingekuwa hatuonani msikitini, ningejua yupo tu, kumbe ana majambo yake. Kwa hiyo miongoni mwa faida za mkusanyiko hii, fiha nini nasema? Fiha at-tawasul bainahum, wanakutana kati yao. At-tawasul ni kitu muhimu zaidi kukutana. At-tawasul baina al-muslimina ni jambo adhim kabisa. Sawa. Tayeb.